Ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Wakati mwingine tuna mapungufu yetu, udhaifu, kushindwa, au nyakati nyingine magonjwa au magumu yasiyotazamiwa yanaweza kutuvunja moyo. Kwa nini niko hivi? Je, ni hivi tu ninaweza kufanya? Kuna wakati najilaumu na kujihisi kukata tamaa. Lakini hapo ndipo neema ya Bwana ni fursa nzuri ya kupata uzoefu kwamba tunatosha. Watu wengine wanalalamika kwamba ni vigumu sana kuzungumza mbele ya wengine. Watu wengine wanatatizika kwa sababu ya shida za kifedha. Pengine kuna wazazi ambao hupoteza usingizi juu ya matatizo ya watoto wao. Katika udhaifu wetu wote, tunashikamana kwa bidii zaidi na Mungu. Na katika kunyongwa huko, utapata uzoefu wa nguvu za ajabu za Bwana. Mungu hudhihirisha utukufu wake kupitia udhaifu wetu. Yeye hufanya kazi si kwa ukamilifu wetu, lakini kwa njia ya kutokamilika kwetu. Kwa sababu tukifanya hivyo, utukufu wote hautatufikia. Kwa sababu sisi tu tunaweza kurudi kwa Mungu. Udhaifu wangu ambao siwezi kuficha, hata nijaribu kwa bidii kiasi gani, ikiwa nina upungufu wowote, acha nimtolee Bwana. Bwana ataonyesha nguvu zake kupitia udhaifu wetu. Nguvu ya kweli huchanua katika udhaifu. Watakatifu wapendwa, leo kupitia ungamo la Paulo tulitambua nguvu ya kweli inatoka wapi. Nguvu ya kweli sio tunapokuwa na nguvu, hutolewa tunapokuwa dhaifu. Tunapokubali udhaifu huwa na kumtegemea kabisa Bwana. Udhaifu wetu kamwe sio aibu. Badala yake inaweza kuwa njia ya baraka ambayo kwayo tunapitia neema na nguvu za ajabu za Mungu. Je, kuna yeyote kati yenu ambaye anahisi kuvunjika moyo na kufadhaika hivi sasa kwa sababu ya udhaifu wangu? Ni sawa. Bwana anatutafuta vivyo hivyo. Unataka kukamilisha kazi yako kubwa kupitia udhaifu wetu. Leo, kwa wakati huu, tuweke yote yetu udhaifu, upungufu wetu, mapungufu yetu mbele za Bwana. Na tukiri, Bwana, mimi ni dhaifu, lakini neema ya Bwana yanitosha. Nataka uweza wa Bwana udhihirishwe kikamilifu katika udhaifu wangu. Kwa maungamo haya, kazi ya ajabu ya Mungu katika maisha yetu itaanza. Nguvu ya kweli ikichanua katika udhaifu. Hayo ndiyo maisha ya watakatifu wetu wanaoishi kwa neema ya Bwana. Neema hii ikajaze maisha ya watakatifu wote wanaoabudu leo. Na wabariki kwa jina la Bwana.